Tumekuja kwenye faraja ya tasnia kuwakumbuka wenzetu, lakini na sisi tujiulize, tumempa nini Mungu sisi tuko hai mpaka siku hii ya leo? Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru, hatuna kitu kingine cha kumpa, ni hilo tu. Lakini pili, kama wewe ulishawahi kuwa kiongozi mahali popote, kwenye familia yako, kwenye jamii yako, unajua uongozi maana yake nini. Na ukienda mbali zaidi, umepitia vitu gani kwenye mambo ya uongozi wako? Hata kama ni kiongozi wa bendi, kiongozi wa kundi la waigizaji, tutakubaliana wote ni kazi ngumu sana kumuongoza binadamu. Sasa kazi kama hiyo ya kitaifa kabisa tumempa Dr. Samia Suluhu Hassan. Anahitaji tumuombe, anahitaji maombi ya kila siku. Amani tulio nayo ndio msingi na haya yote tunayofanya siku hii ya leo. Lakini kipekee tumshukuru sana mtu mwenye maono, mwenye maoni haya ya kuanzisha jambo hili kubwa la faraja ya tasnia, ndugu yetu Steven Nyerere. Mimi nilivyokuwa najiuliza maswali mengi kwamba faraja ya tasnia nini maana yake hasa, aliyekuja na neno hili faraja ya tasnia aliwaza nini? Faraja kwa nani? Tasnia ipi? Lakini nyinyi wote mtaungana na mimi kwamba pale unapoondokewa, unapopata shida, unahitaji faraja kama binadamu. Tuko hapa kwa faraja pia ya wenzetu waliotangulia, lakini na familia zao wanahitaji faraja. Lakini tasnia hii inayotafsiriwa hapa, mimi niliona ni kubwa. Ukiangalia kiserikali, tumetoka kwenye mfumo wetu wa sanaa kama burudani. Dunia inavyozidi kubadilika, sanaa hii imegeuka kuwa sanaa ni biashara, sanaa ni uchumi. Na ninyi wote mtaungana na mimi kwamba hawa wote tunawaona leo, tunawakumbuka, wamekuwa kwenye mageuzi makubwa ya kuifanya sanaa kutoka tu kuwa burudani, lakini kuwa ni kichocheo cha uchumi, cha kuleta faida sio ya kwao tu kwenye jamii, lakini ni kwa taifa. Ndivyo tulikofikia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo neno hili tasnia, mwingine anaweza akajiuliza kwamba je, kule nyumbani kijijini ambapo nipo pia nilishaondokewa, nani anawakumbuka na peleka faraja hiyo? Lakini ukiangalia sura za wote tuliowakumbuka leo hapa, wametransform hii industry kutoka kwenye entertainment peke yake tu. Sasa hivi tunazungumzia habari ya creative economy. Creative economy, ubunifu sasa hivi ndio njia ambayo hata serikali sasa imeshaweka jicho lake kwamba tasnia hii tukiwekeza zaidi itaendelea kuzalisha zaidi. Kwa hiyo maono haya ya faraja ya tasnia, ndugu yangu Nyerere, alikuwa ni maono makubwa. Kama hamfahamu vizuri, kwa sasa hivi takwimu zinaonyesha kwamba za mwaka 2022 74% mpaka 77% katikati hapa ya population yote ya Tanzania ni ya watu walio chini ya miaka 35. 74% mpaka 77% ya population yote ya Tanzania ni watu wenye chini ya miaka 35. Maana yake nini? Maana yake kwamba taifa tulilonalo sasa hivi limejaa vijana. Kwa hiyo mawazo kama haya ya faraja ya tasnia, mimi naiona kabisa kwamba vijana wengi wanaokuja tayari anaanza kupandikizwa kwenye mioyo yao. Kwa Steven Nyerere, tukiendelea na faraja hii kila mwaka, jambo hili tulishasema kwamba yawezekana ukae vizuri kulifanya jambo hili kuwa jambo la kitaifa.
Kwa nini? Kwa sababu wote tunafahamu kila mtu anatamani anapoondoka aendelee kukumbukwa. Faraja ya tasnia inatukutanisha wengi, sio wengi tu, lakini vijana walio wengi wanaanza kupata na kuona jambo hili linatendeka. Maana yake hata sisi ambao bado Mungu ametupa uhai, tunaanza kusema kwamba kumbe katika taifa la Tanzania kuna siku ambayo huwa inasimama, wasanii wanaungana kwa pamoja, wanafarijiana. Tujipigie makofi. Kwa mimi nipongeze jambo hili liendelee kufanyika kila mwaka na Steve Nyerere, na sisi kama wizara, ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, na tunajua vijana wako wengi, tuko tayari kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba jambo hili linakuwa ni la kitaifa.